Usikemee ndoto mbaya, lakini uipokee kama taarifa. Kwa sababu sio kwamba kuna kitu kinaitwa ndoto mbaya ambacho kinapambana na wewe. Ila ndoto imekuja kukufunulia kitu kibaya kinachopambana na wewe. Ndoto yenyewe kama yenyewe sio adui yako, ila inakuonesha adui yako ni nani. Ila usipokujua utaanza kuiataki ndoto. So unakuta watu wengi wanakuwa wakiomba kwamba nakataa kila ndoto za kukimbizwa, kila ndoto sijui za kufanya nini nazivunja kwa jina la Yesu. You see? Anajaribu kuivunja ile ndoto ambayo ndio imemletea zile taarifa, alafu anaachana na ile taarifa iliyoletewa na ndoto. Kitu ambacho watu wengi wanasahau ni kwamba shetani anaitwa mfalme wa giza. Kwa utendaji wake upo katika kujificha. Shetani yeye kama yeye asingependa wewe ujue kwamba ukilala usiku kuna jini mahaba huwa anakuja, asingetaka ujue, ila angetaka uendelee tu kupata yale madhara ya kutembelewa na jini mahaba, ila usijue kwamba kuna jini mahaba. Ila Mungu anaifunua roho yako, anafunua macho yako kiroho, unamuona kwamba kumbe kuna kitu kibaya huwa kinakuja. Kwa usikemee kwamba sitaki ndoto mbaya, ila muataki yule jini mahaba ambaye anakuja. Au usikemee kwamba sitaki ndoto za kukimbizwa na wanyama, ila jiulize kwamba kwa nini nakimbizwa na wanyama? Yule mnyama ni nini? Alafu yule ndo ashughulikiwe. Alafu ulale tena ukute tena yule mnyama sasa au amepigwa katika ulimwengu leo, au yani utapata tena taarifa nyingine. Kwa hiyo tatizo sio ule mlango wa kuota ndoto, tatizo ni kile kilichofunuliwa kupitia ndoto ndio kishughulikiwe. Ni kama vile mtu anaumwa malaria, alafu badala ya kuchukua mseto au marafini akayatibu malaria, akaua wale wadudu wa malaria, anachukua panado alafu anatibu kichwa ambacho kichwa kinavyouma kilikuja kumfunulia malaria ambayo ipo. Ndivyo ambavyo watu wengi wanaomba kwa wakishughulika na ile taarifa iliyofunuliwa, wakishughulika na yule mfunua taarifa ambaye ni ndoto, wanaacha yule aliyefunuliwa kupitia ile taarifa ambaye ni shetani mwenyewe, kwamba analeta madhara fulani. Kwa hiyo mimi nataka na natoa changamoto, natoa mapendekezo katika maombi yako juu ya ndoto mbaya, tafuta ule ujumbe ulioko pale, alafu ushughulikie, alafu ulale tena, utaanza kuona tena, unaanza kuota ndoto tena za ushindi. Okay? Tatizo sio ndoto, tatizo ipokee ile taarifa na uifanyie kazi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Haleluya.